Cuba inaendelea kuimarisha matumizi ya nishati ya jua huku ikikabiliwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa mafuta na kukatika kwa umeme mara kwa mara. Kwa mujibu wa taarifa iliyonukuliwa kutoka The Wall Street Journal, takriban Wacuba milioni 10 wamekuwa wakikabiliwa na kukatika kwa umeme mara kwa mara baada ya usambazaji wa mafuta kuenda nchini humo kudorora. Hata hivyo, Cuba imeanza kuwekeza kwa kasi katika nishati ya jua na katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, nchi hiyo imejenga angalau mashamba 41 ya nishati ya jua ya ukubwa wa kati pamoja na miradi 18 midogo inayohusiana na mradi wa nishati. Miradi hiyo mipya inaweza kuzalisha takriban megawati 1000 wakati wa uzalishaji wa juu, kiwango ambacho ni karibu mara 5 ya uwezo wa nishati ya jua uliokuwa umewekwa nchini humo hapo awali. Sehemu ya nishati ya jua katika uzalishaji wa umeme wa Cuba pia imeongezeka kwa kasi kutoka takriban 5.8% mwanzoni mwa mwaka 2025 hadi zaidi ya 20% kufikia Februari mwaka huu. Serikali ya Cuba inapanga kujenga jumla ya mashamba 92 ya nishati ya jua ifikapo mwaka 2028 yenye uwezo wa pamoja wa takriban megawati 2000. Kiasi hicho kinakaribia kuwa sawa na uwezo wa sasa wa Cuba wa kuzalisha umeme kwa kutumia mafuta. Ili kuharakisha mpito huo, serikali imeidhinisha kanuni mpya zinazolenga kuondoa ushuru wa forodha kwa baadhi ya vifaa vya nishati ya jua, huku pia ikiweka motisha kwa uwekezaji katika nishati mbadala. China imekuwa mshiriki muhimu katika juhudi za Cuba kutafuta njia mbadala za kuzalisha umeme. Mauzo ya paneli za jua kutoka China kwenda Cuba yalifikia takriban dola milioni 117 mwaka 2025 kutoka dola milioni 48 mwaka 2024 na dola milioni 5 pekee mwaka 2023. China pia imeikabidhi Cuba vifaa 5000 vya nishati ya jua kwa matumizi ya majumbani, kila mfumo ukiwa na uwezo wa kuzalisha takriban kilowati 3.6 na kuhifadhi hadi kilowati saa 14.3 za nishati. Hii ilikuwa awamu ya pili ya msaada huo baada ya China kutoa shehena ya awali mwezi Novemba mwaka uliopita. Mabadiliko haya yanakuja wakati Cuba ikikabiliwa na changamoto kubwa katika sekta ya nishati. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, hali hiyo ilizidi kuwa mbaya mwishoni mwa Januari mwaka huu baada ya usambazaji wa mafuta kwenda Cuba kuvurugika kufuatia kuporomoka kwa usambazaji wa mafuta kutokea Venezuela ambao kwa muda mrefu ulikuwa chanzo muhimu cha nishati kwa Cuba. Licha ya shinikizo hilo, Cuba sasa inaonekana kuelekeza nguvu zaidi kwenye nishati ya jua kama njia ya kupunguza utegemezi wake kwa mafuta na kukabiliana na tatizo la kukatika kwa umeme kila mara.